Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 26 ya mwezi Februari mwaka 2024, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kuna kurukuzo vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Kwa pamoja tutazame namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele, na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni yametimia umeme bwawa la Nyerere, laingiza megawati 235 gredi ya taifa nyingine mwezi ujao, uzinduzi rasmi mwezi ujao. Biteko asema hakuna kulala, mkandarasi ampongeza kuwasukuma kuwahisha mradi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali kugharamia mazishi 25 waliokufa ajalini. Samia agiza udhibiti leseni za madereva. Habari katika ukurasa wa tatu. STAMICO kuzalisha tani 600,000 makaa ya mawe. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wanandoa wahadharishwa simu kuepuka migogoro. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Polisi wa mdaka aliyelevya watu 16 na kuiba. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Majaliwa waagiza redio inayofaisha wananchi. Habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni mauaji ya Anet Msuya, polisi pembeni, mzigo kwa DPP. Msemaji wa polisi asema jeshi aliwezi kuzungumzia hukumu ya mahakama. RPC mstaafu afunguka namna udhaifu wa upelelezi ulivyowabeba washtakiwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Utingo wa majeruhi waeleza chanzo ajali iliyoua 25. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Dr. Biteko atoa tumaini mgao wa umeme kukoma. Habari katika ukurasa wa 4. Balozi Ulanga, muundo wa uchumi wetu umebadilika. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Mganga wa jadi Baroni madai kuwalewesha sumu watu 16. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele Jumatatu ya leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia atoa maelekezo majeruhi ajali ya Arusha, adoma salamu za rambirambi. Majeruhi raia wa kigeni afurahishwa na ubora wa huduma, aipongeza serikali. Waliokufa wafikia 25. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. CCM yasisitiza uadilifu uchapakazi kwa viongozi. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania nchi inayopiga hatua katika uhifadhi. Habari katika ukurasa wa 4. Wawekezaji sekta ya kilimo waitwa Ludewa. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika India yatangaza neema zao la mbaazi nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Samsung yatambulisha simu zinazotumia teknolojia ya AI. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Viongozi wa magharibi wakusanyika Kiev kuonesha mshikamano. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Makala ugonjwa wa usonji, ulemavu usioonekana kwa watoto. Habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tutazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hatimaye umeme bwawa la Nyerere rasmi gredi ya taifa. Biteko meno nje, mtambo ukiwashwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Bei ya sukari kubandikwa barabarani. Habari katika ukurasa wa 4. Bibi harusi afa ajali ya Arusha, vifo vifikia 25. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika idadi ya watalii wanaoingia Zanzibar yazidi kupaa. Habari katika ukurasa wa 17. NMB ng'ara tuzo za mwaka huduma bora. Habari katika ukurasa wa 8. Serikali yaonya watoto kubebesha zigo begi la daftari. Habari katika ukurasa wa 15. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele michezo limeandika Gamondi apania kuiduaza Al Ahly. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bwawa la Nyerere, mambo yazidi kunoga. Dr. Biteko asema mtambo namba 9 wakamilika, waingia katika mfumo wa gredi ya taifa, utazalisha megawati 235. Hatua hiyo itapunguza mgao wa umeme kwa 85% kabla ya Disemba. Mitambo yote itakuwa imewaka. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rais Samia kinara utekelezaji wa ilani ya chama Majaliwa. Habari katika ukurasa wa 3.
Vifo ajali iliyotokea Arusha vyafikia 25. Serikali kugharamia matibabu ya majeruhi. Utingo wa lori afunguka, habari katika ukurasa wa pili. Dimwa CCM haitayumba, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Canada yajitosa kuwapiga jeki wanawake walima zao la mwani, habari katika ukurasa wa 10. Lakini pia gazeti hili limeandika Sangoma mbaroni akidaiwa kuwapa sumu wanafamilia 16, habari katika ukurasa wa 3. Chalamila ashusha presha tatizo la umeme maji da, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Nalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia amaliza mgao wa umeme. Ni baada ya bwawa la Mwalimu Nyerere kuanza kazi, limeingiza megawati 235 kwenye gridi ya taifa jana, habari katika ukurasa wa 3. Mganga aliyenywesha sumu watu 16 kamatwa, habari katika ukurasa wa 2. Vifo ajali ya gari 4 Arusha vyafikia 25, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Vijiji vyote Iringa vyasambaziwa umeme. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti Tanzania Leo. Tanzania Leo pia limeandika Rais Samia ni kinara wa utekelezaji ilani CCM, habari katika ukurasa wa 2. Serikali mkataba kiwanja cha ndege Songea uvunjwe, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani, lenyewe limeandika maajabu 5 ya Gamondi, sasa aigeukia Al Ahly, kina Pacome waoga Minoti, kocha Belouizdad ashindwa kujizuia, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 12. Ijayo ni Al Ahly versus Yanga, mchezo unapigwa Ijumaa saa 1 kamili usiku uwanja wa Cairo, Misri. Lakini pia gazeti hili limeandika Benchika niachieni mimi apiga hesabu kali, aidha mashabiki kwa Mkapa, habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili likionyesha msimamo kundi B, ASEC Mimosas wa kwanza akiwa na jumla ya alama 11, Simba ya pili wakiwa na jumla ya alama 6, Wydad wakiwa katika nafasi ya 3 wakiwa na jumla ya alama 6, wakati Jwaneng Galaxy wenyewe wapo katika nafasi ya 4 wakiwa na jumla ya alama 4. Gazeti hili limeandika jicho la mwewe na Edo Kumwembe, kazi kwa mnyama. Tajiri United awaka, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Championship mambo ni moto. Premier League leo Jumatatu ni West Ham versus Brentford, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku London. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya Kiranga Komo katika kurasa zake za ndani. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Ninayo gazeti Championi mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni baada ya kufuzu robo finali CAF, mastaa Yanga wajazwa noti. CAF yawalipa bilioni 2.3, Pacome Mudathir wafunguka mazito. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mkali wa mabao ya CAF apewa programu maalum Simba Sports Club, Baleke arudishwa Simba Sports Club. Gamondi bado hatujamaliza, tunawataka Al Ahly, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kipa penati arejea Simba, Jwaneng kazi wanayo, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Liverpool mabingwa Carabao Cup, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Championi Jumatatu ya leo. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Samia aipongeza Yanga, Gamondi haikuwa rahisi kutinga robo finali, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Azam yabanwa tena, ni Azam imeendelea kupata wakati mgumu katika mechi za mikoani baada ya kulazimishwa sare ya bao 1-1 na Tanzania Prisons katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliochezwa uwanja wa Sokoine Mbeya. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mtanzania chaguliwa kucheza Mamelodi, habari katika ukurasa wa 23. Ko Kiptum angekimbia chini ya saa 2, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii, lenyewe limeandika Watanzania wafunika Kili Marathon, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Gamondi apania kuiduaza Al Ahly, Rais Samia aipongeza Yanga, Benchika naye asema robo finali Simba lazima, lakini habari katika ukurasa wa 23. Arsenal tunaishi ndoto zetu, Odegaard, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii.
katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo ninakamilisha dondoo za magazeti ya mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Live TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.